الناس في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولده وبعثته على طرفين. watu leo kuhusiana na huyu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunayemzungumza hapa na kuhusiana na kuzaliwa kwake, mazazi yake, na kuhusiana na kutumilizwa kwake kwa kupewa utume na ujumbe kuuleta kwa watu. Watu leo wamegawanyika katika pande mbili, watu wamesimama katika ncha mbili. Ahlul ifrat, kuna wale ambao ni kundi la kuchupa mipaka juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kule kuzaliwa kwake. Ahlul ifrat, watu waliochupa mipaka, humul ladhina ittakhadhu hadha al-amr, ni wale ambao wamelifanya jambo hili la kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutumilizwa mausiman lilihdathi fi dinillahi ta'ala ma lam ya'dhan bihi Allah. Wamefanya kipindi hiki cha kuzaliwa mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba huu ni msimu wa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaingiza mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayayaidhinisha, kafi'li sufiyya wa abnai a'mamihim min ar-rawafid, kama vile wanavyofanya masufi na makhurafi, wale watu wadufu na ngoma, pamoja na watoto wa ammi zao, ndugu zao mashia, wanavyofanya katika mwezi huu wa mfungo sita, fi ayamihi wa layalihi, katika michana ya mwezi huu na katika nyusiku zake. Watu hawa as-sufiyya war-rawafid wamegeuza kipindi hiki cha mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa mfungo sita, kwamba ni mwezi wa bid'a, wakidai kwamba wanasherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutumilizwa kwake. Sherehe hizi zinaitwa sherehe za maulidi, zinafanyika katika maeneo mbalimbali, katika misikiti ya Waislamu, katika viwanja vya wazi, maulidi ya mchana, maulidi ya usiku, kwenye viwanja vikubwa vinaandaliwa kwa ajili ya mambo haya, wakisema kwamba hii ni sherehe mahsusi ya kuzawa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, misimu ya maulidi. Bali mambo haya katika baadhi ya maeneo yanaenziwa kwa kutengewa siku maalum, zikawa ni holiday. Watu hawaendi makazini, wanapewa likizo maalum na mapumziko kwa ajili ya kusherehekea jambo hili. Zinaandaliwa sikukuu hizi kitaifa, kimataifa, kimkoa, kiwilaya, kikanda, kikata, kwa mustawa wa vijiji na mustawa wa mitaa. Watu wanasherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yote mnafahamu, ukiingia mwezi huu bid'a hizi za maulidi zinashamiri. Ni hivi karibuni tu utaona misafara ya zafa ikipita na dufu na tari zikipigwa, watu wakipuliza nai, wakiimba na kucheza, eti wanamsherehekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bid'a hii inasimamiwa sana na ufadhili wa mashia kwa makundi yao na kwa mujibu wa nchi zao, wanaliunga mkono sana jambo hili kwa damu almali. Lakini pia waraibu wakubwa mambo haya ni masufi, makhurafi, watu wadufu. Wao kubwa ni kupata wali na nyama nyingi, watashereheka na kucheza mpaka usikie raha. Hili jambo hili halina mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe hakuwahi kufanya maadhimisho na hafla yoyote ya kuzawa kwake, bali utasema hawezi kujifanyia bwana, itakuwa mkujitukuza. Haya, wale waliokuwa kimpenda zaidi kuliko sisi, waliomtetea kwa damu, wakapoteza mali zao, zikapotea nafsi zao, wakaihama miji yao kumnusuru Allah na mtume wake, si wengine, hawa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi muqaddimatihim al-khulafa ar-rashidun
makhalifa waongofu hawakufanya jambo hili, hawakumfanyia Mtume alayhi salam maadhimisho haya, hawayajui maulidi, hawajafanya kitu hiki. Hivi kuna mbora kwenye kumpenda Mtume alayhi salam na kumwenzi kuliko masahaba? Yani babu yangu wa leo na babu yako, shekhe wangu wa leo na shekhe wako, na mashekhe wa mashekhe zetu na mashekhe wa mashekhe wa mashekhe zetu watampenda Mtume na kumuadhimisha Mtume na kumjua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko masahaba? Kalla wa alfu kalla, si kweli. Sote tunakubaliana, hata wa makhurafi, kwamba hawafui dafu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kumpenda na kumwenzi. Masahaba hawa wakiwa makhalifa hawakufanya sherehe hizi, hawakusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha man ba'dahu, hivyo hivyo waliokuja baada ya hapo, baada ya masahaba, at-tabi'un, waliowafuatia masahaba wanaitwa at-tabi'un wa atba'u tabi'in, wa man ba'dahu a'immatul huda, maimamu wakubwa wa dini, wakiwemo a'immatul madhahib al-arba'a, maimamu wa madhehebu nne. Hawajui mambo haya. Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam النعمان بن ثابت أبو حنيفة، الإمام إمام دار الهجرة إمام مالك ابن أنس، الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى على الجميع. hawayajui mambo haya wala hawakufanya mambo haya. Anta man, wewe ni nani sasa katika dini hii ukiacha hawa? Lau pana kheri ya Uislamu wangeiacha hawa? Hawakufanya kwa sababu hakuna mafundisho, ni jambo limezuliwa na watu waliochelewa, al-Fatimiyun, watu waliochelewa fil quruni al-mutaakhira ndio walioazua mambo haya. Kwa hivyo kwenye jambo hili la kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pana kundi hili la watu waliochupa mipaka. Ibadallah, mpendeni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mfurahikieni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumwenzi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini fi hududi ma shara'ahu Allah, katika mipaka ile ile ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaletea sheria. Huko ndio kumwenzi. Tutapata ujira, tutabarikiwa, tutafanikiwa, tutaongezeka imani zetu tukimsherehekea mtume huyu kwa utaratibu wa kisheria na sio kwa bid'a.